Tunaenda kufanyiwa utaalamu kutokana au kufanyiwa majaribio kutokana na utaalamu wa kimataifa. Baada ya hapo atakuja mdhibiti, yani TASAC, kufanyia na yeye kujiridhisha. Baada ya hapo atatoa kibali cha meli hii ya kuweza kutumika, ambao tunategemea mambo yote yakienda vizuri, tarehe 1 mwezi Septemba abiria wataanza kutumia meli hii. Lakini tutakwenda hatua kwa hatua kuhakikisha kwamba kila kitu tunathibitisha kama kinaendana na viwango vya kimataifa vilivyopangwa kwa ajili ya uendeshaji wa meli kwenye ziwa ama kwenye bahari. Diemba imekamilika, tunaamini kwamba ikikamilika tutaitunza ili iweze kudumu kwa muda mrefu. Mimi nimefarajika sana, nimetembea kuanzia chini engine room, nimeenda kwenye vyumba, nimeenda mpaka kwenye kule chumba cha kuendeshea. Kila kitu iko vizuri na kila kitu kiko viwili, kwa vile hakuna tatizo ambalo linaweza kutokea la kiuendeshaji ama jingine lolote, lakini muhimu na sisi tuendelee kuiangalia ili iweze kudumu kwa muda mrefu. Tumemaliza ukarabati na hii ndo safari ya kwanza ya majaribio ambayo inafanyika leo hii. Kitu ambacho tumefanya katika meli hii ni kubadilisha mitambo yote. Kwanza mitambo yote ya uendeshaji kuanzia engine pamoja na generators, navigation equipment zote tumebadilisha, tumeweka kipya. Lakini pia sehemu za accommodation, yani sehemu ambazo wanakaa watu, kuanzia vyumba pamoja na sehemu za kukaa, viti, vitanda, vyote tumeweka vipya. Lakini tumefanya hivyo bila kuathiri au kuharibu historia ya meli hii. Kama mnavyojua ni meli kongwe. Kwa hiyo tumeacha lile jumba lake, yani hali tumeacha kama ilivyo, na kuna baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa kwa chini, kwa mfano sehemu za kutembelea zilikuwa zimewekwa mbao, zile tumerudisha mbao mpya. Kwa hiyo ni meli ambayo kwa umbo lake limebaki vile vile na historia yake imebaki vile vile, lakini tumefanya maboresho ya kuweka kila kitu kipya kuanzia engine pamoja na vifaa vyote vya ndani. Na kama mnavyoona imekuwa na mafanikio, na leo kama mnavyoona ndo safari ya kwanza na imeenda vizuri sana. Furahisha na inatupa faraja hasa sisi wakazi wa Kigoma, kwa sababu kukosekana kwa huduma ya meli kwa ni pengo kubwa sana, hasa ukizingatia mazao yanayotoka kusini kuja maeneo yetu ya Kigoma, ilikuwa ni tatizo sana. Huu mradi umekamilika ndani ya muda, hatujapitisha muda kabisa, na nimshukuru pia mkandarasi kwa kujitolea na kufanya kazi nzuri hii ambayo tunaiona. Mheshimiwa, hii meli imekuwa as good as brand new. Umeona kule machinery zote mpya, navigation equipment zote mpya, furniture za ndani zote mpya, generators, everything. Wataalamu wanakuambia tena na miaka mingine 50 ya maisha.